Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 18 Agosti, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Helena. Helena alizaliwa mwaka 250 nchini Uturuki. Alikuwa ni mama wa Kaisari Konstantini wa Roma, na kabla hajaolewa na Constantius Chlorus na kuwa malkia, alikuwa kwanza mjakazi tu. Inasemekana kwamba alitoka Asia ndogo huko Uturuki. Helena alipoolewa alimzaa Kaisari Konstantino mwaka 274. Baada ya miaka 21 ya ndoa, Constantius alikuwa kaisari wa upande wa magharibi. Alimpa talaka mkewe kwa sababu za kisiasa, lakini Konstantini mwanaye alibaki mwaminifu kwa mamaye na alimpenda mama yake na alikaa naye. Alipokuwa mfalme, alimpa mama yake heshima ya kuwa tena malkia. Baada ya ushindi wa mwanaye dhidi ya Maxentius mwaka 313, Helena aliongoka na kuwa Mkristo. Akawa mfano wa maisha halisi ya Kikristo kutokana na kuwa motomoto katika kuishi imani yake. Moyo wake wa ibada na uchaji vilisaidia sana kumbadili mfalme Konstantini akubali kuondoa mapingamizi yote dhidi ya dini ya Kikristo na kuruhusu iwe dini rasmi katika dola ya Roma. Mtakatifu Helena alimshauri mwana wake Konstantino kuzivunja sanamu za uongo katika nchi yake na kuwapa ruhusa Wakristo wajenge makanisa kwa Mungu wa kweli. Ingawa Mtakatifu Helena alikuwa malkia, hakupenda kabisa makuu wala anasa za walimwengu. Helena alisaidia sana katika ujenzi wa makanisa mbalimbali baada ya dini ya Kikristo kuwa dini rasmi katika dola ya Roma. Akiwa mwenye umri wa miaka 75, alikwenda kuhiji nchi takatifu kule Palestina na kujenga kanisa kwenye kaburi la Yesu na kanisa jingine kule Betlehemu alipozaliwa Yesu, na kanisa la tatu kwenye mlima wa Mizeituni mahali Yesu alipopaa kwenda mbinguni. Mtakatifu Helena alipotoka nchi takatifu akaenda zake Konstantinopoli, Uturuki, kwa mwanaye Konstantini. Mahali popote alipopita, Mtakatifu Helena aliwafurahisha watu kwa huruma na ukarimu wake. Inasemekana kuwa yeye ndiye aliyegundua msalaba mtakatifu wa Yesu. Helena aligeuza nyumba yake ya malkia kuwa kanisa la msalaba mtakatifu wa Yerusalemu, mahali ambapo hadi hivi leo pamewekwa msalaba wa kweli wa Yesu na yale maandishi ambayo Pilato aliyaweka juu ya msalaba huo. Kabla ya kufa kwake, Mtakatifu Helena alimpa mwanawe Konstantino wosia wa mashauri mema ili apate kutawala kwa haki kama impasavyo Kaisari Mkristo. Mtakatifu Helena alikufa mwaka 330. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Helena. Pale ilipo hazina yako, ndipo pia utakapokuwa na moyo wako. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya ile ya 34. Mtakatifu Helena, utuombee.